Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku hii ya leo. Serikali imepandisha kiwango cha mshahara kwa wafanyakazi wa umma kwa kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000 sawa na 35.1% ili kuendelea kuboresha maisha yao. Kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, ametoa shukrani zake za dhati kwa nchi zilizoandamana duniani kote jana Jumatano kupinga uingiliaji wa mataifa ya kigeni na kusisitiza kuunga mkono nchi hiyo dhidi ya kile kilichotajwa kwamba ni ubeberu. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea kesho kwa mchezo mmoja kati ya timu ya Simba dhidi ya Mashujaa FC. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku hii ya leo. Uko nami Esau Godwin. Wafanyakazi mkoani Mbeya wametakiwa kufanya kazi kwa bidii na kuachana na vitendo vya rushwa katika maeneo yao ya kazi, kwani vitendo hivyo vinarudisha maendeleo nyuma. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya ya Mbeya mkoani humo Beno Malisa akimwakilisha mkuu wa mkoa huo Juma Zuberi Homera katika maadhimisho ya sherehe za Mei Mosi, ambapo amesema kuwa serikali inatambua mchango wa wafanyakazi wote na inaendelea kuzitatua changamoto mbalimbali zinazowakabili. Zaidi, huyu hapa Rosa Fares. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Zuberi Homera, mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa amesema kwamba wafanyakazi ndio chachu ya maendeleo na uzalishaji katika kuongeza kipato cha taifa. Kwa msingi huu, wafanyakazi ni chachu ya uzalishaji na kuongeza kipato cha taifa letu kupitia sekta mbalimbali ikiwemo viwanda na mashamba. Wafanyakazi ndio wanajenga miundombinu. Wafanyakazi ndio wanatoa huduma mbalimbali za jamii ikiwemo afya, elimu, huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wetu. Kwa hakika tunahitaji pongezi sana wafanyakazi wote, hongereni kwa kuendelea kujenga taifa letu. Tunipigie makofi sisi wafanyakazi. Awali akisoma risala kwa mgeni rasmi, katibu wa chama cha wafanyakazi mkoa wa Mbeya kwa niaba ya wafanyakazi mkoani humo Athumani Bakane ameeleza kwamba hali ya mishahara kwa wafanyakazi si ya kuridhisha, wakiomba serikali kulitazama hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hali ya mishahara kwa wafanyakazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kweli sopindika kuwa gharama za maisha zipo juu sana. Kwa sasa hii hali mishahara ya wafanyakazi wengi bado ipo chini. Tuta imekuwa ikifanya tafiti zake mara kwa mara ili kubaini namna mfanyakazi anaponufaika na kima cha chini cha mshahara. Naye kaimu afisa kazi mfawidhi mkoa wa Mbeya ni Samehe Mwakibete amewataka waajiri wote mkoani humo kila mmoja kuzingatia utoaji wa malipo kwa wafanyakazi wao kwa kuzingatia sheria zilizowekwa. Leo akiwa mkoani Singida ambako ndiko maadhimisho haya yamefanyika kitaifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000 ambacho kitaanza kutumika mwezi Julai mwaka huu. Maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yamebeba kauli mbiu isemayo uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. Resta Fares, Dream Media. Na mtazamaji, huyo ni mwanahabari Rosa Fares. Kwingineko, serikali imepandisha kiwango cha mshahara kwa wafanyakazi wa umma kwa kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000 sawa na 35.1% ili kuendelea kuboresha maisha yao. Katika maadhimisho ya sherehe za Mei Mosi zilizofanyika leo kitaifa mkoani Singida, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali imeongeza kiwango hicho cha mshahara kutokana na mchango mkubwa wa wafanyakazi katika kuchangia uchumi wa taifa. Kuhusu sekta binafsi, Rais Dr. Samia amesema serikali itakaa na waajiri kuangalia namna nzuri ya kuboresha mishahara ya wafanyakazi wa sekta hiyo ili waendane na sekta ya umma. Sherehe hiyo
ina kauli mbiu isemayo uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki, ikiwa ni ujumbe unaosisitiza kushiriki uchaguzi mkuu huo. Zaidi, huyu hapa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tusiumbishe nchi yetu. Ndugu wafanyakazi, mapema katika hotuba yangu niliwapongeza kwa kuchangia kukua kwa uchumi. Mwezi Mei 2024 mwaka jana, wakati tukiadhimisha siku ya wafanyakazi, serikali ilieleza ugumu wa uchumi ulivyokuwa kwa wakati ule na kuwasihi tusiongeze gharama kwa serikali kwa kuongeza mishahara, bali tuliendelea na upandishaji wa madaraja na kutoa maslahi mengine ya wafanyakazi. Sasa kwa mapenzi makubwa na kwa namna mlivyoiunga mkono serikali tulipowaomba mfunge mkanda na mkaamua kujituma na kufanya kazi kwa bidii na kufanya uchumi wetu ukue kwa 5.5% mwaka huu, kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa. Wafanyakazi oye! Miamvuli oye! Naona miamvuli imepanda sasa. Wakati wote miamvuli ilikuwa chini. Sasa hivi miamvuli imepanda. Sasa kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda, na umepanda kwa sababu ya nguvu zenu wafanyakazi, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba katika kuzidi kuleta usawa kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1%. Wafanyakazi oye! Mshikamano, solidarity. Aya, tusikilize. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000. Ngazi nyingine za mshahara nazo zitapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoturuhusu. Lakini nataka niwaambie nyongeza nzuri ipo. Kwa upande wa sekta binafsi, bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi inaendelea sasa kufanya mapitio ili kuboresha viwango vya chini vya mshahara kwa wafanyakazi wa sekta hiyo. Pamoja na kazi inayofanywa na bodi hiyo, naendelea kuvihimiza wizara na vyama vya wafanyakazi kufanya majadiliano na waajiri ili kutekeleza mikataba ya hali bora ya wafanyakazi katika sekta binafsi, waendane sambamba na wenzao ya sekta ya umma. Ndugu wafanyakazi, ahadi yetu serikali kwenu kwamba tutaendelea kuboresha mazingira ya kazi yakiwemo maslahi ya wafanyakazi kadri hali ya uchumi itakavyoruhusu. Wafanyakazi oye! Solidarity, mshikamano. Mtazamaji wa Dream, huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. Na tukianzia huko Washington, Marekani imezitaka India na Pakistani kufanya kazi pamoja
ili kupunguza hali ya wasiwasi baada ya shambulio baya la wanamgambo katika eneo la Kashmiri linalotawaliwa na India wiki iliyopita na kuua raia 26. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alifanya mazungumzo tofauti na waziri wa mambo ya nje wa India na waziri mkuu wa Pakistani siku ya Jumatano na kuwataka kudumisha amani na usalama katika Asia ya Kusini. India inaishutumu Pakistani kwa kuunga mkono wanamgambo baada ya shambulio la Aprili 22 kwenye eneo la karibu na mji wa mapumziko wa Pahalgam, ambapo hata hivyo Pakistani inakanusha madai hayo. Siku ya Jumatano, India pia ilitangaza kufungwa kwa anga yake kwa ndege zote za Pakistani katika msururu wa hatua za piga ni kupige zilizochukuliwa na pande zote mbili. Na kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, ametoa shukrani zake za dhati kwa nchi zilizoandamana duniani kote jana Jumatano, akisema mshikamano huo umeimarisha imani yao kwamba mapigano wanayoyapigania ni kupatikana kwa ulimwengu mzuri na usawa zaidi na wenye haki. Maelfu ya raia barani kote Afrika waliandamana chini ya wito wa Hands of the Ice kuonyesha mshikamano wao na Burkina Faso na kiongozi wake wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore. Maandamano yaliyofanyika Burkina Faso, Ghana na Liberia na kwingine yakiongozwa na mashariki ya mashinani. Katika maandamano hayo, waandamanaji wamelaani vikali uingiliaji wa mataifa ya kigeni na kusisitiza kuunga mkono nchi hiyo dhidi ya ubeberu. Wimbi hili la mshikamano barani Afrika linafuatia ufichuzi wa hivi majuzi wa mamlaka ya kijeshi ya Burkina Faso kwamba ilizima njama kubwa ya kumpindua Traore Aprili 21. Na mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika mkusanyiko wa habari za mataifa mbalimbali. Katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea kesho kwa mchezo mmoja kati ya timu ya Simba dhidi ya Mashujaa FC. Je, timu ya Simba itaendeleza ubabe? Huyu hapa Ramadhan Kasim akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara kesho inataraji kuendelea tena kwa mchezo mmoja kushuhudiwa, huu ukiwa ni mchezo wa kiporo ambapo mnyama Simba atakuwa katika dimba la KMC Complex pale jijini Dar es Salaam kuwakaribisha Mashujaa, wazee wa mapigo na mwendo kutokea pale mkoani Kigoma. Tayari tambo kuelekea mchezo huu zimeanza kuzungumzwa, huku kocha msaidizi wa klabu ya Simba Selemani Matola akisema kwamba amejiandaa vizuri kwa ajili ya kusaka alama 3 kwenye mchezo huo licha ya kumheshimu mpinzani wake kwa maana ya klabu ya Mashujaa, akisema kwamba timu hiyo ina kocha bora Salum Mayanga ambaye amefanya vizuri na kikosi cha Mbeya City kwenye championship kabla ya kutimkia huko Kigoma kuwanoa Mashujaa. Lakini kwa upande wa Mashujaa nao hawajawa nyuma kupitia kocha msaidizi wa kikosi hicho Charles Freddy, wametaja maandalizi kukamilika kuelekea mchezo huo, huku akisema kuwa anawaheshimu Simba kutokana na ubora walionao, lakini wao wamejiandaa pia kusaka alama 3 na kuwatia changamoto klabu ya Simba katika mchezo huo ambao utapigwa siku ya hapo kesho. Kimataifa, kubwa zaidi ni kuelekea michuano ya Europa League hatua ya nusu finali. Hii leo nusu finali 2 zinapigwa ambapo Athletic Club Bilbao watakuwa nyumbani kuwakaribisha Manchester United waliosafiri kutokea pale jijini Manchester nchini Uingereza. Nusu finali nyingine ni Tottenham Hotspur ambao watakuwa nyumbani chini ya Ange Postecoglou wakiwakaribisha Bodo Glimt. Kunako UEFA Conference pia michezo miwili inapigwa ya hatua ya nusu finali ambapo Jagaden watakuwa nyumbani kuwakaribisha Chelsea majira saa 4 kamili usiku na Real Betis wao watakuwa wakiwakaribisha Fiorentina. Tumalize katika ligi kuu soka nchini Uingereza ambapo leo mchezo mmoja unapigwa kati ya Nottingham Forest ambaye atakuwa nyumbani majira saa 3 na dakika 30 usiku wakiwakaribisha Brentford. Hii ni Dream Media. Mimi ni Ramadhani Kasim. Na mtazamaji, huyo ni mwanahabari Ramadhan Kasim katika mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha Dream Media habari, ni kukumbusha tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo kwa siku hii ya leo.
Serikali imepandisha kiwango cha mshahara kwa wafanyakazi wa umma kwa kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000 sawa na 35.1% ili kuendelea kuboresha maisha yao. Kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, ametoa shukrani zake za dhati kwa nchi zilizoandamana duniani kote jana Jumatano kupinga uingiliaji wa mataifa ya kigeni na kusisitiza kuunga mkono nchi hiyo dhidi ya ubeberu. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea kesho kwa mchezo mmoja kati ya timu ya Simba dhidi ya Mashujaa FC. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ, na kule YouTube ni Dream Media TZ. Kwaheri.